Nitumie lugha gani? Samaria. Swali linauliza mazingira yanachangia sana mtu kufikia au kutokufikia malengo yake. Sisi tumesema ni kweli, mazingira yanaweza kupelekea mtu akafikia malengo au asifikie malengo, kwa sababu malengo ya mtu yanajengwa sana na eneo alipo. Mazingira tunajua ni vitu vinavyotuzunguka, lakini watu ulionao wanaokuzunguka pia wanaweza kukusaidia kufikia malengo au kukusaidia kutokufikia malengo. Kwa mfano, tumesema mazingira yanaweza kufanya usifikie malengo. Mfano, unapokuwa kwenye mazingira ya watu wavivu, lazima usifikie nini? Malengo. Wanaamka asubuhi wako kwenye season. Wanaamka asubuhi wamelala. Hawajaamka kwanza, hawaamka. Kwa hiyo mtu wa hivyo au aliyekulia katika mazingira hayo hawezi kufikia nini? Malengo. Mbili, mazingira yanaweza kukunufaisha kupitia familia uliotoka. Kama familia ni ya wachapakazi, utakuwa nani? Mchapakazi. Kwa mfano, Daudi kwenye Biblia anaamka asubuhi anaenda kuchunga mifugo ya nani? Ya baba yake. Daudi huyo anakuja kuwa hodari kupigana na nani? Goliath. Nini maana yake? Mazingira aliyokulia yalimjenga kuwa anafanikiwa na kuwa bora, anayekabiliana na nini? Na changamoto. Mazingira yanaweza kufanya ukajifunza vitu vizuri au vibaya. Kwa mfano, hapa tunajifunza vitu vizuri, inategemeana na marafiki au mazingira unayoishi. Waswahili wanasema niambie rafiki yako nikwambie nini? Tabia yako, si ndio? Devi hapo ukifuatilia marafiki zake unajua tabia yake. Mheshimiwa mwenyekiti, mjumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo mazingira tunayoishi yanaweza kutufanya tukafanikiwa au tusifanikiwe. Kwa kifupi tunasema mazingira yanaweza kukujenga au kukuharibu katika maeneo yote: kiuchumi, kiroho, kijamii, kisiasa na maeneo yote. Kwa mfano tumesoma Gideoni kwenye Biblia. Gideoni alikuwa ni mtu wa miungu sana, amekulia kwenye miungu, lakini Mungu akamsaidia, akamwambia mke yule shujaa ajinasue kwenye miungu. Ibrahim akaambiwa na Mungu, toka mahali ulipo uende katika nchi nitakao kuambia. Nini maana yake? Atoke kwenye mazingira yale aende kwenye mazingira mengine ili afikie ahadi ya nani? Ya Mungu. Asante sana mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatoka kwenye swali la pili na ambalo linasema mazingira yanachangia sana mtu kufikia au kutokufikia malengo yake. Sisi tumekubali kwamba mazingira yanaweza yakachangia mtu kufikia malengo au yakamkwamisha mtu kufikia au kutokufikia malengo yake. Mazingira yanaweza yakamsaidia mtu kufikia malengo au yakamkwamisha asifikie malengo yake. Kitu cha kwanza ambacho tumejadili ni kwamba mazingira yanaweza akamkwamisha mtu kutokana na kutokukubalika kwenye yale mazingira, kwenye ile jamii aliyokuwepo nayo. Kwamba Daudi kwenye mazingira yake hakukubalika na watu waliokuwa wakimzunguka. Walikuwa wanamuona ni mdogo, mchunga kondoo, kijana mdogo sana ambaye asingeweza kupigana na Goliath ambaye ilikuwa ni mfalme. Kwa hiyo sasa hiyo ilimpa changamoto sana, ilimbidi ajiamini sana na muamini Mungu sana mpaka kufikia kuchukua hatua ya kupambana naye. Kwa hiyo kutokukubalika, yani watu wanaweza wasikukubali kabisa. Hata baba hapa alikuwa anasema, alikuwa na posti biashara zake mtandaoni lakini hakuna aliyejali. Yani watu hawakukubali, yani wanakujua, wanakuona huyu fulani amekulia hapa, amesoma hapa, watu hawakukubali. Kwa hiyo inaweza kuwa ni changamoto ya wewe kutokufikia malengo yako kutokana na hiyo mazingira au jamii iliyokuwepo. Lakini kitu cha pili, utamaduni na mtazamo wa jamii. Kuna baadhi ya jamii zetu za Kiafrika, yani kuonekana mtu unafanya kitu fulani, labda unaimba, tuchukulie mfano labda muziki au kitu chochote cha kisanaa, unaonekana labda muhuni au mtu mwenye yani ambaye umepoteza mwelekeo. Umeona, kutokana na mtazamo wa ile jamii. Labda mtoto wa kike hawezi kufanya kazi fulani, labda kijana wa kiume hawezi kufanya kitu fulani. Huo ni mtazamo ambao unaweza ukawa na idea, una kitu na tamani kufanya, lakini kutokana na mtazamo wa ile jamii yako ukadidimizwa chini kiasi kwamba usiweze kufanya kile ambacho unatamani kufanya. Kwa hiyo hata Daudi alikuwa ni mchunga kondoo,
Kwa hiyo kikawaida, mtu anayechunga kondoo, hakuna mtu angeamini kama anaweza akapigana vita na akamshinda Goliati. Kwa hiyo utamaduni na mtazamo, yani mtazamo wa jamii fulani, wanachukuliaje kitu fulani, ukifanya unaonekanaje, ni tofauti na jamii zingine. Kwa hiyo inaweza ikamsababisha mtu asifikie malengo yake. Lakini kitu ambacho kinaweza kikamsaidia mtu afikie malengo yake ni kujiamini na kumtegemea Mungu, kwamba kwenye mazingira yoyote, uwe uko Kahama, uwe uko Mwanza, uwe uko Dodoma, popote pale, ukijiamini ukamtanguliza Mungu, unaweza ukafanikiwa. Kwa hiyo regardless the mazingira, regardless the people, unaweza ukaamua kufanya chochote ukimtanguliza Mungu na ukafanikiwa, si ndio? Kwa hiyo kwenye mazingira yoyote, kwa vile unaye Mungu, ukajiamini ukamtanguliza Mungu, unaweza ukafanikiwa. Kwa hiyo inatupa sisi nguvu kwamba kwenye mazingira yoyote naweza nikafanya chochote na nikafanikiwa, iwe ni nyumbani, iwe ni ugenini, unaweza ukafanikiwa. Kwa hiyo hitimisho letu tunasema mazingira yanaweza kuchangia kukubalika au kutokukubalika, lakini hayapaswi kuwa kipimo cha mwisho wa uwezo wa mtu. Yaani mazingira yasiwe ndo mpaka wako kwamba hapa ndio nimeishia, sifanyi hiki nafanya. Hapana, ni changamoto, lakini hayapaswi kuwa kipimo au mpaka wa uwezo wa mtu kufikia malengo yake. Asante. Yesu asifiwe. Amen. Tunakubaliana na hoja kama ambavyo imeelekezwa kwetu kwamba mazingira yanachangia sana mtu kufikia au kutokufikia malengo. Ni kweli mazingira yana msukumo mkubwa wa kumjenga au kumharibu mtu. Mara nyingi mazingira tunategemea mazingira, shughuli nyingi tunazifanya katika mazingira yanayotuzunguka. Kwa hiyo mazingira yale ndio yanaweza yakatuharibu au kutujenga. Kwa mfano mzuri ni katika jamii ambazo tunakuwa tukitoka. Jamii unayotoka ndiyo itakayokuharibu au kukujenga, lakini tunategemea msukumo wa mazingira au msukumo wako binafsi ndani yako. Msukumo binafsi ndani yako unaweza ukakujenga hata kama mazingira yalikuwa yana njia asi kwako. Kwa mfano, ukiwa unatokea katika familia ambayo labda tuseme haijawahi kuwa na msomi yoyote, ina watu ambao wameshikilia mila na dhana potofu. Kwa mfano ya kwamba labda binti hapaswi kwenda shule, labda mtoto wa kiume. Hatutegemei familia hii iweze kumtoa mtu ambaye anaweza akasimama kama kiongozi wa familia katika kuyaendea mambo mazuri. Kwa jamii inaweza ikafanyaje, ikakuharibu au kukuvunja kabisa. Kama familia ikuwahi kuwa na mtu msomi, wewe hata ukitokea una akili au uwezo wakakuelewa kwamba huyu hivi atafanya nini, atatusaidia nini, na waliotangulia wako wapi. Mfano mzuri ni katika ukoo ambapo nilitokea mimi. Walikuwa hamna mtu ambaye alikuwa amewahi kusoma. Sijizungumzii mimi, nazungumzia kwenye zile koo. Sawa? Hakuna mtu ambaye aliwahi kusoma. Sasa aliyetokea kwenye ile familia alikuwa ni mdada wa kwanza kuonekana amefaulu na anatakiwa kwenda kusoma. Hakukubalika kwa sababu hakuna mtu aliwahi kusoma. Sasa huyu anataka kusoma kuwa nani? Yaani inaonekana kama unataka kuleta uasi au laana kwenye familia. We msomi wa wapi, unatokea wapi? Kwa hiyo mazingira yanaweza yakakuharibu au yakakusukuma. Na tunategemea labda upate msukumo wa mtu mwingine wa pembeni, hata kama hakuwahi kusoma, lakini ameweza kuwa na ufahamu juu ya umuhimu wa kitu ambacho unaenda kukifanya. Lakini pia swala lingine ni kukatishwa tamaa na watu wanaokuzunguka. Mara nyingi mazingira, kwa sababu mazingira mengine ni kama labda nyasi na vitu vingine ambavyo sio hai, lakini tunaweza tukawa na watu walio hai ndio wanaotuzunguka, lakini hao ndio wakawa chanzo cha kutukatisha tamaa. Lakini vile vile katika mazingira tunayoishi, yawezekana baraka zako ziko katika mazingira hayo au haziko katika mazingira hayo. Unaweza kukatishwa tamaa, lakini kumbe baraka zako zilikuwa zimeelekezwa katika mazingira yake. Nitoe mfano labda wa mtu kama Yakobo. Yakobo alienda miji tofauti, lakini katika Betheli jiwe alilosimamisha na akamwaga mafuta
akaweza kuzungumza na Mungu. Mungu akamuotesha, akampa taarifa mbalimbali, akasema kweli hapa nimemuona Mungu, na akapaita Betheli. Aliweza kwenda mazingira mengine tofauti tofauti, lakini kule akakutana na mambo mengine ya ajabu, mpaka kijana wake anakuja kutembea na mke wake. Unaona, mpaka na Mungu anakuja kumwambia kwamba hapa hapana, sio penyewe, rudi kule Betheli uliponiona, uliposimamisha jiwe na ukamwaga